Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Naendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea kujiri huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaendelea kusaka mifumo zaidi ya ulinzi wa anga, na amewarai washirika wake kuweza kumpatia mifumo hiyo ya ulinzi wa anga ili kujikinga na mashambulizi ya Urusi ambayo amesema yameongeza madhila kwa umma wa Ukraine msimu huu wa baridi. Zelensky ametoa wito huo alipowasili kwenye mji mkuu wa Lithuania Vilnius kushiriki kumbukumbu ya vuguvugu la umma lililotokea nchini Poland na Lithuania mwaka 1863 dhidi ya utawala wa Urusi ya zamani. Amesema wiki hii pekee Urusi imefanya mashambulizi zaidi ya 1700 ya drone na mabomu 1380, makombora 69 nchini Ukraine. Amesisitiza hali hiyo ndiyo inafanya kuwa muhimu kwa serikali yake kuomba msaada zaidi wa ulinzi wa anga. Amearifu kuwa tayari anafanya mazungumzo na Marekani na Ulaya kuhakikisha wanapata ulinzi madhubuti wa anga dhidi ya hujuma za Urusi. Lakini pia Zelensky amesema mazungumzo ya siku mbili yaliyolenga kuvikomesha vita nchini mwake yaliweza kukamilika Jumamosi mjini Abu Dhabi na yamemalizika kwa mafanikio. Mazungumzo hayo, kumbuka, yaliwahusisha wawakilishi kutoka Ukraine, Urusi na Marekani, na Zelensky kupitia channel yake Telegram amesema pande zote katika majadiliano hayo zimekubaliana kuripoti kwa viongozi wao kila kipengele cha mazungumzo na kuratibu hatua zijazo. Kwa mujibu wa afisa wa Marekani aliyetoa sharti la kutotajwa jina, awamu ijayo ya mazungumzo itafanyika Februari mosi. Na afisa huyo amesema majadiliano yaliyokwisha kujikita kwenye masuala mapana yanayohusu jeshi na uchumi pamoja na uwezekano wa kupata makubaliano ya kusitisha vita. Hii ni mara ya kwanza kwa maafisa wa utawala wa Rais Donald Trump kukaa chini kwa mazungumzo na wawakilishi wa Ukraine na Urusi kama sehemu ya juhudi za kuvikomesha vita nchini Ukraine vilivyodumu kwa karibu miaka 4. Ila kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito wa kukomesha vita vinavyoendelea Ukraine, na ametoa wito huo wakati wa sala ya Angelus ambayo imefanyika Jumapili tarehe 25 Januari 2026, na ameongeza kuwa mashambulizi yanayoendelea dhidi ya Ukraine yanawatesa raia wanaokabiliwa na baridi kali. Pia amewasihi watu wote kuzidisha juhudi zenye malengo ya kuvimaliza vita hivyo, huku pia akitaka juhudi mbalimbali zinazowekwa ziweze kufanyiwa kazi. Sasa twende kwenye uwanja wa kivita tuangalie kile ambacho kinaendelea kushika hatamu zaidi huko. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo 5 kwenye mikoa ya Kharkov na Zaporizhzhia na Jamhuri ya Watu Donetsk katika wiki ya Januari 17 hadi 23 katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliweza kuripoti katika taarifa zao. Na maeneo ambayo wamekomboa: vitengo vya Battle Group North walikomboa makazi ya Siminovka kwenye mkoa wa Kharkov kupitia operesheni za mashambulizi katika mwelekeo wa Kharkov, na vitengo vya Battle Group South vilikomboa makazi ya Privol katika Jamhuri ya Watu Donetsk kupitia operation kali, na vitengo vya kituo cha Battle Group viliendelea na operation kali za mashambulizi wakakomboa makazi ya Novopavlovka katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Lakini pia vitengo vya Battle Group Mashariki vilisonga mbele vikakomboa makazi ya Priluk kwenye mkoa wa Zaporizhzhia, na vitengo vya Battle Group Dnipa vilikomboa makazi ya Pavlovka katika mkoa wa Zaporizhzhia kupitia operation zilizoratibiwa. Na nikwambie tu jeshi la Ukraine limepoteza zaidi ya wafanyakazi 1110, yako magari 9 ya kivita, ziko bunduki 18 za mizinga na silaha nyingine mbalimbali, ikiwemo pia ndege zisizo na rubani zaidi 300. Baadhi ya wanajeshi wa Ukraine wamejisalimisha kwa wanajeshi wa Urusi pamoja na wafanyakazi waliojeruhiwa katika makazi ya Siminovka katika mkoa wa Kharkov. Wizara hiyo iliripoti mapema Ijumaa kwamba wanajeshi wa Urusi walikuwa wamekomboa eneo hilo, ambapo wanajeshi wenyewe walianza kujisalimisha kwa jeshi la Urusi. Hapa nawazungumzia wanajeshi wa Ukraine. Na wizara ya ulinzi ya Urusi imesema kuwa vikosi vya ulinzi wa anga vimezuia na kuharibu ndege zisizo na rubani 52 za Ukraine usiku uliopita, na hiyo ni katika mkoa wa Bryansk. Nikwambie hivi, hatujamaliza kwenye uwanja wa kivita. Ulinzi wa anga wa Urusi umedungua roketi 31 za HIMARS na ndege zisizo na rubani 68 za Ukraine zenye mabawa katika saa 24 zilizopita, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema. Kumbuka tu, kwa ujumla tangu kuanza kwa operation maalum ya kijeshi, jumla ya ndege
670 zimeteketezwa, helikopta 283, ndege zisizo na rubani 111,017 zimeteketezwa, mifumo ya makombora ya kupambana na ndege 646, vifaru 27,302 pamoja na magari mengine ya kivita yameweza kuteketezwa. Kuna mifumo 1651 ya rocket, ziko bunduki 32,825, lakini pia kuna magari 52,754 magari maalum ya kijeshi yaliweza kuharibiwa, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Hapo hapo kwenye uwanja wa kivita, jeshi la Ukraine limepoteza quadcopter 42 nzito za mapigano, droni 10 za aina ya mrengo usiobadilika na vituo 44 vya kudhibiti droni zisizo na rubani kutoka kwa shughuli za kikosi cha vita cha Urusi Magharibi. Msemaji wa kikundi cha mapigano Ivan Bigma anasema vikosi vya Urusi vinasonga mbele katika eneo la Krasny Liman katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Mkuu wa DPR Denis Pushlin anasema, na vikosi vya Urusi vimeboresha nafasi zao karibu na makazi ya Rodinskoye katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Mkuu wa DPR Denis Pushlin anaripoti. Hapo hapo kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya Battlegroup kusini vimeshambulia maandaki 39 na makazi ya wanajeshi wa Ukraine siku iliyopita. Mkuu wa kituo cha habari cha Battlegroup Vadim Astafiev anasema vilevile Kivu imepoteza 60% ya wafanyakazi wa makundi ya mashambulizi kutoka kurugenzi kuu ya ujasusi GUR ya wizara ya ulinzi ya Ukraine na jeshi la Ukraine katika msitu karibu na Seminovka katika eneo la Kharkov, miundo ya usalama ya Urusi imethibitisha. Katika mwelekeo wa Kharkov katika msitu kusini magharibi mwa Seminovka, jeshi la Ukraine lilipeleka vitengo na kufanya mashambulizi mawili ya kujibu. Wakati wa kurudisha nyuma mashambulizi haya, 60% ya wafanyakazi wake waliweza kuteketezwa. Jeshi la Ukraine limetumia ndege isiyo na rubani kushambulia ambulance iliyokuwa ikimsafirisha mgonjwa kwenda hospitalini huko Vasilievka katika mkoa wa Zaporizhzhia na kumjeruhi dereva, wizara ya afya eneo hilo imeripoti. Wawakilishi wa Urusi, Marekani na Ukraine wamejadili vipengele vyote vya suluhu inayowezekana wakati wa mazungumzo huko Abu Dhabi, tovuti ya Axios imesema ikinukuu vyanzo katika utawala wa Marekani. Kila kitu kilijadiliwa, hakuna mtu aliyekatishwa tamaa na majadiliano ya pande zote mbili. Hatujaacha masuala yoyote nje ya majadiliano na hatukulazimika kumshawishi mtu yeyote. Tuliona heshima kubwa katika chumba kwa sababu walikuwa wakitafuta suluhisho, tovuti ya habari ilisema kimnukuu mmoja maafisa wa Marekani. Marekani inadhani kwamba dhamana zinazowezekana za usalama kwa Ukraine kutoka upande wake zina thamani kubwa kuliko juhudi za kile kinachoitwa muungano wa wanaotaka kutoka Ulaya, gazeti la Politico limesema likimnukuu afisa kutoka utawala wa rais wa Marekani. Mashauriano hayo yalifanyika Abu Dhabi mnamo Januari 23 na 24. Duru inayofuata imepangwa kuanza hapo mnamo Februari 1, Richards aliripoti mapema ikimnukuu afisa wa Marekani. Vilevile Volodymyr Zelensky amesema tena kwamba Ukraine haitakubaliana kuhusu makubaliano yoyote ya eneo kwa ajili ya kutatua mgogoro huo. Msimamo wetu kuhusu uadilifu wa eneo la Ukraine hautarudiwa. Kila mtu anajua msimamo wetu. Hizi ni misimamo miwili inayopingana ya Ukraine na Urusi. Wamarekani wanajaribu kupata maelewano. Tunawasiliana katika muundo wa pande tatu. Hizi ni hatua za kwanza kuelekea maelewano haya, lakini pande zote zinapaswa kuwa tayari kwa maelewano, alisema katika mkutano wa pamoja na marais wa Poland na Lithuania. Kulingana na Zelensky, hii inatumika pia kwa upande wa Marekani. Vilevile, mashambulizi ya hivi karibuni ya Ukraine kwenye maeneo ya Urusi yanalenga kuhujumu mazungumzo katika eneo la Uarabu yanayotokana na hatua za pamoja za Ukraine na Ulaya. Balozi mkuu wa Urusi Rodin Miroshnik anasema kupitia Izvestia. Shukran kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.